Tunaomba kwa ajili ya time please. Akinita taitika, akinita taitika, akinita taitika, nitafanya kazi ya Bwana. Haleluya, nitafanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Haleluya, nitafanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Yesu Kristo, nakushukuru na kuinua maana wewe ni Mwokozi. Asubuhi njema tunakuja mbele zako tukinyenyekea chini ya miguuni mwako. Tukisema ni asante kwa wiki mzima umetuongoza. Umetulinda, tumefika siku ya leo ikiwa ni tarehe 8. Tunasema ni asante Jehova kwa ajili ya mwezi huu. Yesu mwana wa Mungu, watu wako wabarikie kwa mwezi huu Jehova. Uwalinde, watawale maana unaweza. Tunajua kwamba ni mwezi wa katikati ya mwaka. Kristo wa ajabu, tunashukuru kwa umbali huu. Tunasema ni asante maana wewe unaweza. Tumishi wako amesimama kwa ajili ya neno. Yesu mwana wa Mungu, kamnyang'anya aliyo yake ukampe yako. Wacha kanene mambo yako ya kunena na watu wako. Wacha jina lako litukuzwe, lipewe sifa. Anaponena Jehova ukamnene, ukamfunike na damu yako maana unaweza. Ukamuinue zaidi maana unaweza. Ukamtawale maana unastahili. Ninakuja kinyume cha shetani beresi. Shetani wa usingizi. Roho chafu, roho za choke ambazo zinaona neno lako linaendelea, na shetani wa usingizi na matata anakuja anapita katikati. Shetani wa udhaifu, shetani wa ugonjwa, tunamkataa, tunamkemea katika jina la Yesu akaweza kushindwa. Simama nasi maana unaweza. Watu wako wanapopokea neno, wacha wainuliwe, wacha wabarikiwe. Kwa Yesu naomba tena kuamini. Asante kwa utulivu mzuri. Asante kwa praise and worship team. Naamini ya kwamba tumebarikiwa katika sehemu hiyo. Tunapoenda katika sehemu nyingine, naamini tunaendelea kubarikiwa zaidi. Kabla sijasoma somo letu katika Judges chapter 16, niko tu na shukrani moja ya kwamba Mungu ametusaidia tumefika umbali huu kwa sababu ametupenda. Sababu anakumbuka na stakaji na kihubiri niongeze maneno mengine. Nasema ya kwamba tumetembelea washirika wetu na sehemu nyingi hatujaenda sehemu nyingi. Naomba by next week tunapoanza Monday tutulie vizuri, tutawafikia ili tuwajulie hali. Alafu niseme ya kwamba viongozi wetu wa bodi, naamini leo mmekuwa wangwana kabisa na mmetangaza matangazo vizuri sana. Matangazo mkifanya hivyo, naamini watu hawataboeka ndani ya kanisa. Mmetulia, mmekuwa wangwana, mmehimiza vizuri. Hata sehemu ya pesa nimemwona director akihimiza sawa, treasurer ameguzia vizuri ya kwamba hatuna shida, by Sunday pesa zetu zitakuja na zitaenda kwa account direct. Na naamini ya kwamba viongozi wamekuwa watulivu. By the way, hiyo ndio last wakati nilikuja hapa kwa ambao hamkukua,
tulikuwa na kachangamoto kama hako ka 100,000. Kakafanya mpaka kazi ya Mungu ikasimama. Mungu akakusaidia, akatusaidia tukafika mahali tumefika. So director amesema vizuri, tunakilia hii hewa, tunaendelea na safari. Na by the way hazijapotea, gari ziko kwa mikono misafi. By Sunday naamini tumeongea na treasurer former ndugu Malongo akumatanga chini, by Sunday atakuwa pamoja nasi. Kwa hiyo asanteni sana viongozi wa board kwa utulivu na kuhimizana, kwa sababu sisi sote ni mandugu pamoja na madada. Wana klasi tunaendelea na darasa letu. Tufanye wale kama hujabatizwa bado kuna nafasi, tunashukuru. Naamini Judges chapter 16 msomaji wetu ambaye nimeona leo Max Mila hajafika, sadiki yako. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana Waamuzi 16 mstari wa 1 hadi 7. Inasema, Samsoni akaenda Gaza, akaona huko mwanamke kahaba, akaingia kwake. Pili, watu wa Gaza wakaambiwa ya kwamba huyo Samsoni amekuja huku. Wakamzingira, wakamvizia usiku kucha penye lango la mji. Wakanyamaza kimya usiku kucha, wakisema na tungoje mpaka mapambazuko, ndipo tutamuua. Basi Samsoni akalala hata usiku wa manane. Akaondoka katikati ya usiku, akaishika milango ya lango la mji na miimo yake miwili, akaing'oa pamoja na komeo lake, akajitwika mabegani, akavichukua hata kilele cha mlima ule unaokabili Hebron. 4. Ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki, jina lake akiitwa Delila. 5. Nao wakuu wa Wafilisti wakamwendea, wakamwambia, mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zake nyingi na jinsi tutakavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa, nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100. Delila akamwambia Samsoni, tafadhali uniambie asili ya nguvu zako nyingi na jinsi uwezavyo kufungwa ili uteswe. Samsoni akamwambia, wakinifunga kwa kamba mbichi 7 ambazo hazijakauka, bado hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Bwana abariki. Amen. Asanteni sana, ama asante sana ndugu kwa usomaji mzuri. Tuna wale ambao pengine walichelewa kidogo. Kabla sijaleta hii rafiki wa ukweli, kuna somo la kwanza mtumishi wa Mungu ndugu secretary wetu wa kanisa alisoma kitabu cha Mithali mlango wa 18 mstari wa 20 na 21. 21. Kwa wale ambao walikuwa hawajafika, tumebarikiwa sana kupokea neno hili ambalo lilikuwa la hekima kwa sababu ya ulimi. Mtu wa Mungu amekuwa akifundisha kisema chochote ambacho unachotaja ama unapozungumza kinafanyika. Kwa njia nyingine, ulimi una nguvu. Amesema ama neno la Mungu linasema ulimi unaweza kuleta ama kufanya ama kukupea maisha. Unaweza kufanya uishi
ama inaweza kufanya uweze kukufa. Words can bring death or life. That is verse number 21. Talk too much and you will eat everything you say. Ulimi unaweza kukufanya uendelee na maisha mazuri. Nataka kushukuru kwa jambo hilo, kwa sababu mtu wa Mungu alikuwa anazungumzia akasema kuna vitu vingine ambavyo vinafunga maisha yetu, kwa sababu hatupokei baraka kutoka kwa watu ambao wako mbele yetu. Yaani watu ambao wako mbele yetu ama wazazi wetu hawatamki maneno mazuri. Na ukumbuke ya kwamba wakati ambapo pengine haujapokea baraka kutoka kwa wazazi na wewe sasa ni mzazi, hiyo niliichukua vizuri sana, ya kwamba sasa sisi ndio wazazi, tunatamka maneno gani kwa watoto wetu wakati ambapo tunaendelea kufanya ama kulea watoto wetu. Tunawatamkia maneno ya aina gani? Maana wakati mwingine Wakristo wamepuuza mambo, wanazungumza tu mambo hovyo bila kujali wanasema nini. Wakati mwingine wanapozungumza neno hilo limekuwa la baraka sana. Wakati tunapozungumza ni vizuri tunapima. Tunajua ni nini ninavyosema. Maana chochote tunaposema kina uzito. Kinaweza bariki ama kinaweza fanya mtu aendelee. Kinaweza fanya mtu maisha yake yakome. Kinaweza punguza maisha ya mtu. So nimeiga kitu katika haya kwamba kama pastor, kama baba, chochote ambacho nazungumza lazima nizungumze nikipima. Pia wewe kama mshiriki, wewe kama mzazi, kama mtu aliona mamlaka yoyote, chochote ambacho unazungumza lazima ujue kwamba unazungumza nini. Mara mingi watu wanapeana laana bila kujua ni laana wanapeana. Kwa sababu nataka tuishi maisha mazuri, tunataka tuige maneno yetu ambayo yanatoka katika kinywa chetu iwe maneno ya baraka. Na kama hatujafanya hivyo, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Napenda Mungu sana. Mungu ni Mungu ambaye wakati ambao unamrudia yeye anakusamehe. Kwa hivyo chochote ambacho tumefanya, hata nimeshukuru sana katika hii tunaita personal work ambao tunatembea. Nimenijenga wakati mwingine. Maana wakati mwingine kuna wengine ambao wananiambia pasi hapa haendi sawa. Mimi nasema mimi ni baba yenu. Nimekosea mahali, Mungu afanye nini jamani? Anisamehe. Maana nataka tuende mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio sasa kazi ya ulimi. Kazi ya ulimi sio ya kujipiga kifua. Sio ya kuongea na kiburi. Hapana. Sio ya kujifanya wewe ndiye unaweza. Hapana. Hii ni mahali ambapo unatakana kama umekosea mahali, unamwambia Mungu, hii haijaenda sawa. Na kwa sababu Mungu ni Mungu wa rehema. Mungu ni Mungu wa msamaha. Ukinapotaja basi anakusamehe. Jamani, kama kuna wakati neno hili limekuja wakati mzuri, ni wakati kama wa leo. Wakati ambapo sasa watu wanahitaji kutoka mahali walipo. Yaani wabadilishwe, watoke katika mahali walikuwa. Kama kuna mtu ambaye alikuwa kidogo amepotea, ni wakati ambao unataja na kinywa chako na kumwambia Mungu, Baba Mungu, hapana, nilikuwa nimepotea. Nataka nirudi mahali ambapo natakikana nikue. Nimekumbushwa, nilikuwa sijajua. Hii sasa ni mwezi wa katikati ya mwaka. Tumemaliza miezi 6 ama tunaendelea kumaliza. Jamani, hii ni wakati wa kumwambia Mungu na kinywa chetu ya kwamba Mungu asante. Ni wakati mzuri. Pale tumefunzwa mambo na ulimi.
Na nikaambia Mungu, umeleta jambo hili wakati mzuri. Jamani, kanisa la Mungu, kanisa la Kambi Muru, tukue marafiki wa ukweli. Tukue marafiki ambaye neno ambalo natamka kwa kinywa chetu. Tunatamka, kuna watu ambao wanadanganya, anaweza kujifanya ni rafiki yako. Hata akwambia maneno mazuri, akudanganya kwa kuzungumza. Yaani atakwambia vile anavyokupenda, akwambia vile anavyokuwazia mazuri, na kumbe ni uongo. Bible says, one day while Samson was in Gaza, he saw a prostitute and went to her house to spend the night. Siku moja, kumbuka Samsoni ni mtu wa Mungu, mtu ambaye Mungu alikuwa ametenga, mtu ambaye Mungu, tamanio ya Mungu ilikuwa ndani yake. Yaani mtu ambaye Mungu alikuwa amepatia nafasi, mtu ambaye Mungu alikuwa amejua kwamba huyu ni wangu. Nataka kubadilisha jina Samsoni, nikuje jina lako, hiyo jina yako. Kama mimi naitwa Hosea, sasa sitasoma Samsoni, wacha niseme Hosea na nisome Biblia. One day when Hosea was in Gaza, he saw a prostitute and went to her house to spend the night. Nimesema Hosea haiko kwa Bible. Nataka wewe pia sasa katika fikira zako, ondoa Samsoni uweke wewe sasa. Na wakati unajiweka hapo, nataka sasa uweke katika ile nafasi ya Mungu. Sasa uangalie vile Mungu amekuweka. Baadaye uangalie mahali Mungu amekutoa. Uangalie vile Mungu ametembea na wewe. Unaweza kuangalia hata ukoo wako, ujue kwamba pengine wewe ni mtoto wa mama assembly. Mmoja amesema, pengine ujue kwamba wewe ni mtoto wa pastor, reverend, senior pastor, bishop. Sasa ujiangalie katika ile kiwango sasa. Halafu useme ya kwamba sasa wewe siku moja, kwa sababu Mungu tayari amekutenga, lakini wewe unatembea, umefika mahali ambapo Biblia inasema kwamba Samsoni akaona mwanamke ambaye ni kahaba. Biblia inasema akaenda katika chumba chake usiku wote. Sikia, jamani, mtu wa Mungu wakati anapoenda mahali popote, wacha nikumbushe mtu ndani ya nyumba ya Bwana. Na nimwambie kwamba mtu wa Mungu mahali popote unapoenda, mahali popote unapotembea, kuna wakati mwingine mtu hujificha. Kuna wakati mwingine mtu huanza ndani moyo wake, anasema ya kwamba hakuna mtu ananiona. Wacha nisangaze siku ya leo ya kwamba mtu wa Mungu mahali popote anaenda, anaonekana na watu wengi. Biblia inasema ya kwamba Samsoni alipokuwa akitembea, akaingia katika nyumba ya kahaba. Watu wakamwona Samsoni. Walipomwona Samsoni, Biblia inasema ya kwamba wakaenda wakazingira ile nyumba. Hii maneno mapendwa watu wa Mungu, nataka kusema ya kwamba wakati walikuwa wanazingira ile nyumba, hawakuwa wanataka kumaliza Samsoni, bali walikuwa wanataka kumaliza ile utukufu wa Mungu. Mtu wa Mungu mahali popote ulipo, inasema ya kwamba mahali popote unapoenda, kuna watu wanakutazama. Chochote ambacho unafanya, inasema watu wanakuona. Mahali popote ambapo unaenda, watu wanakutazama. Unatenda vyema, watu wanakuona. Unatenda mabaya, watu wanakuona. Bwana asifiwe. Akaenda, neno la Mungu linasema wakazingira ile nyumba. The people who lived in Gaza found out he was there. Now, and they decided to kill him at sunrise. Can you imagine? Samsoni ameenda usiku, watu ambao wanakaa Gaza wakajua ya kwamba Samsoni ako pale, na wakasema ya kwamba
lakini nataka tungoje mpaka asubuhi ili tukaweza kumuua. Jamani watu wa Mungu, nasema hivi, wakati ambapo unajificha aibu inaonekana mchana. Yaani wakati Mungu anataka kukuanika, hawezi kukuanika usiku, anakuanika mchana. Bwana asifiwe. Nisalimie Bwana Yesu asifiwe. Wakasema hivi, so they went to the city gates and waited all night in the guard rooms of each side of the gates. Sikia hii. Wakaenda sasa, wakaweka guard, yani wakalinda katika milango gate zote, wakaweka hapo, wakasema hapa tu ndio hapa tutokea. Sasa tukaweza kufunika hapa, yani tuketi hapa tumgoje mpaka asubuhi. Jamani watu wa Mungu wanawindwa. Nasema hivi katika jina la Yesu, watu wa Mungu wanawindwa, watu wa Mungu wanatafutwa. Simaanishi pasta, lakini namaanisha mtu wa Mungu. Jamani mahali umeketi hapo, wewe ni mtu wa Mungu. Kuna kitu ambacho unatenda, watu wanakiangalia, na watu wanapokiangalia kuna vile unatafutwa. Bwana asifiwe. Kuna vile unatafutwa, lakini nampenda Jehova. Mimi ninampenda Mungu. Kwa sababu gani? Wakati watu wanakutafuta, hata wanaweka geti zote, wanaweka milango za chuma, wanasema kwamba tutaona kama atapita, bali Mungu anakupatia nafasi. Inapenda Mwenyezi Mungu. Biblia inasema ya kwamba wakati walikuwa kwa geti zao, usingizi ulikuja, Samsoni akatoka. Samsoni akatoka kwa sababu alikuwa ndani ya nguvu za Mungu. Akaenda kaondoa geti zote. Alipoondoa geti zote, neno la Mungu linasema akazibeba, akapeleka, akatupa. Hebu sikia hii vizuri. Nisikie vizuri. Sasa kinaendelea kuisha. Wow. Tunasema hivi, Samsoni kwa sababu alikuwa ni mpake mafuta ya Mungu. Hii inamaanisha kwamba kwa sababu unamwamini Mungu, kwa sababu unamtegemea Mungu, haimaanishi kwamba hakuna majaribio, haimaanishi kwamba hakuna mateso, haimaanishi kwamba hutateswa, haimaanishi kwamba hutosukumwa. Wewe utasukumwa, wakati mwingine unafikishwa kwa ukuta, lakini furaha yangu ni kwamba Mungu hawezi akakuacha. Mungu atasimama na wewe. Kuna watu ndani ya nyumba ya Bwana, watu ambao wanateswa, mateso ambayo sio yako, watu ambao wanateswa mambo ambayo sio yako. Ninatangaza habari njema ya kwamba kuna mlango, hata wakifunga hii, kuna mlango utatokea. Ninatangaza siku ya leo, kuna mahali utapitia, hata wakikuwinda, hawatakuwinda kupate, lakini Mungu atakupitisha. Piga Yesu makofi kama unampenda. Kumbe njama ilianza zamani, haijaanza saa hii. Inasema hiyo njama yako hiyo, ambao hiyo wewe unajijua, haijaanza saa hii. Ninasema, but Samson get up in the middle of the night and went to the town gate. He pulled the gates door and the doorpost out of the wall and put them on his shoulder. Then he carried them all the way to the top of the hills that overlooks Hebrew, where he set the door down, still closed and locked. Wow! You can imagine. Samsoni ameondoka usiku. Wale wanalinda. Maana walikuwa wanalinda usiku wakisema, huyu mtu tutamuua asubuhi ama mchana. Lakini Samsoni ameondoka katikati ya usiku, na hao watu hawakumwona. Samsoni anaondoa geti zote, anabeba, anapeleka mpaka milimani. Hii inamaanisha kwamba alipeleka mahali ambapo hata kama mapanda hawajafika kule, wanaziona ziko kule milimani. Basi Samsoni akafunga zile geti na akawacha pale. Ninasema, sometimes later Samson fell. Na sikia hii sasa. Sikia hii. Amenang'ana sasa. Na wanasema he fell in love
with a woman named Delilah. Sasa amekuja kwa hiyo mtaalamu anaitwa Delilah. Na hii sasa ndio nasema jamani, upendo wa ukweli, upendo ambaye Mungu aliutoa mwanae wa pekee akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Hii upendo uko wapi? Watu wamebadilisha hii upendo. Jamani, watu wameweka hii upendo, hawana ile upendo ukweli. Linasema Samsoni alipoenda kwa huyu mwanamke, neno la Mungu linasema yeye alijua amepata mwanamke, amepata msichana mzuri, akampenda huyu msichana. Wakati alikuwa amempenda, wacha niseme habari hii ndani ya nyumba ya Bwana, ya kwamba wakati mwingine watu wanapendana wawili, lakini kuna mtu ambaye anaingia katikati yao, anaweza kuleta maneno mengine ndani. Habari ya Samsoni na Dalila, kulingana na neno la Mungu, walikuwa na upendo wa ukweli. Lakini watu ambao walikuwa wanatafuta Samsoni, sikia hii sasa, wale walikuwa wanatafuta Samsoni ndio walienda kwa Dalila wakamwambia, unajua huyu mtu tumemtafuta sana, hatujui ana nguvu sana, ana nguvu gani. Tukitafuta hii anaponyoka, tukitafuta hii anaponyoka. Hebu sikia hii, katika ndoa yako, na mimi wakati ulioneka, mimi wakati nilio mke wangu ndugu wiki, nikafika nyumbani nikamwacha babo. Wakati nilikuwa nimeenda shughuli zangu, mama mmoja akakuja akamwambia, ati msichana na mke wangu alikuwa wanaga white no brown. Brown. Si white, yani mweupe. Weupe si ni white. Mke wangu alikuwa hiyo rangi wamesema. Hakuna mtu ako hapa kama hiyo zamani. Alikuwa hata mwenyewe nilikuwa namuogopa. Sasa jina za wao mke mpaka watu ushangae. Wewe huyo leo. Msichana mwida. Wow. Sasa mama mmoja akamwambia, "Wa! Atumeoneka hapa. Hapa. Chakula cha hapa ni palipai. Ambapo hapo utaweza. Hata nyumba, basi siko na nyumba. Wale mtajenga nyumba jameni na mmeoa, Mungu awasaidie. Jameni, Mungu awasaidie. Kwa sababu wakati umeoa mke na una nyumba, hauna nyumba. Wakati unaenda hata nyumba hana. Utaenda jikoni mpaka lini? Jikoni yenyewe inanyeshewa. Wakamwambia maneno. Nilikuja nikapata msichana mrembo, mdomo imefura, nikashangaa Sasa Dalila hakuwa na shida. Lakini wale Wafilisti walienda wakamtafuta. Wakamwambia, sasa tumekupata. Wewe unatuambia siri ya huyo mtu. Jamani, kama kuna mtu ndani ya nyumba ya Bwana ambaye anatoa siri ya mume wake, by the way, wamama wanatuhurumia sana. Kuna wanaume hapa hata ile haja ndogo, ile kususu. Sadly, wale binara za kideni. Kuna wanaume hapa wanakojoanga tu kwa matatizo. Lakini si hapa. Hii dunia, hii kama hamjui. Kama hamjui wacha niwaambie, wanakojoa. Lakini hakuna, yani mwanamke anatulia. Kama kuna mwanamke ambaye anatoa siri ya mume wake, huyu mwanamke ni mbaya. Hana upendo wa ukweli. Sikia hii vizuri. Dalila akatoa siri ya mume wake. Hakuwa na upendo wa ukweli. Na wanawake wengine, lakini si wa hii kanisani. Hata kama ile ambayo hawezi sema mbele ya watu. Unajua wangu. Au si siku moja utakuwa pastor. Ndio. Hata anakuja anamwambia pastor, msasa ange Bwana yangu. Sasa
Sikia huyu anasema nini? Hapana, kwa siri ya mume wako. Nisalamieni Bwana Yesu asifiwe. Salamia mwenzako mwambie tutatoa siri tena. Kuna mtu hajasema. Yaani Delila alikuwa na upendo, na hiyo upendo ukaharibiwa. Wakati kingine mtu anaingia katikati ya upendo wenu. Bwana wewe ukiona mwanamke ndani ya nyumba ameanza kusema kwamba mimi siku moja nitakuacha kwa hii nyumba yako. Ndugu, kama hujanunua kitanda nunua. Kama huna mattress, siku moja utashangaa. Kwa sababu kuna mtu anaingia ndani. Kuna mtu ameingia katikati ya upendo. Sasa kila unajua hii nyumba nitakuachia. Wewe kama hauna sahani, nunua. Kuna shida imepatikana. Jamani wadada wanaanza shida. Ukiona mdada ameanza kuleta shida, kuna mtu ameingilia. Delila kaingiliwa. Akaambiwa tafadhali tusaidie. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni ukweli. Wakati aliambiwa hivyo, akaanza kupembeleza. Ni nini wewe unakufanya? Sikia, wewe kwa na mimi nimewahi sema. Ukiona wiki akija amekuja. Wiki baba. Unajua? Baba. Akija anakuambia chunguza mara. Chunguza mara mbili. Akija anafuata kuambia mume wangu hatuna sukari. Hatuna tafadhali kwa pesa. Achina meka magoti jirani. Kuna kitu anakutafuta. Ninasema akaanza kumtafuta. Ni nini wewe unakufanya? Wakati ambapo na wanaume kama wameguswa na mwanamke. Ngoto na sasa hapo la. Wa. Ziko kwa banga shilingi milioni 1. Kwa sababu simwakuza jamani wakuje kanisani. Wale hawakuji. Jamani wadada, wale ambao wazee wakuje kanisani, kuna shida. Hamjawaguza mahali nitakana mwaguze. Mwaguzeni. Waguze. Waambie nakupenda. Ni nini naweza kufanya ukose kuja kanisani? Waacha pembeleza yeye. Pembeleza yeye. Bwana asifiwe. Delila kabembeleza. Biblia inasema kwamba kwa sababu gani? Kwa sababu wanataka wajue nguvu ziko wapi. Hasa kama ni nguvu za Mungu, watu watakubembeleza jameni, ili waondoe utukufu ndani yako. Kama una kipawa ambacho Mungu amekupea, ya kwamba unamtumikia, jameni usiwache mtu akubembeleze. Tumikia Mungu na kipawa chako. Tafadhali, sio tuimbie kwa wimbo moja. Tafadhali. Wacha kubembelezwa. Tumikia Mungu na kipawa chako. Anasema the next time Samson was at Delilah's house. Wakati mwingine anaambianga wanaume hii uhubiri hata kwa crusade. Huwa anahubiri hata kwa crusade. Naambia wanaume ya kwamba tafadhali shetani asikujaribu. Shetani asikujaribu mwanaume. Unatoka kwako, unaenda unalala kwa mwanamke, hadi sasa amekudanganya nimekupenda. Waka anatuliza siku mchiosi, unatoa nguo zote. Wakati mwingine wacha nikukumbusha kwamba kuna watu wamezingira geti zote. Sehemu yote imezingirwa. Wewe wakati unakaa hapo, kuna mtu ataharibu hiyo upendo.
basi kwa nyumba ya mwanamke, hata kama singekuwa basi hazizili njimu hawa hela mhali mnaole da hai kuna mtu ninakosea jamani, unisamehe Bwana Yesu asifiwe. Lakini nasema hata kama ningekuwa si pasta, kwa nyumba ya mwanamke amelipa pesa zake, sijui hata nilipa na mimi nimekaza nimetoa nguo zote, hadi sasa inakupenda baby, sijui nimesahau sasa ndugu anaitwa baby, mimi sasa ndio baby na ndio sijui ni nani, lakini nimekaa Samsoni akiwa amelala kwa nyumba ya mwanamke malaya Delila, watu walikuwa wamemzingira. Ninasema Delila bado anampembeleza tu. By the way, lakini sisi kama naongea wewe, si ndio? Turekebishe tu barabara kidogo. Nafikiri hata kama tunarekebisha sana, lakini tunaweza rekebisha kidogo. Si ndio? Kwa sababu kuna hatari. Kuna maisha haya ambayo tunaishi. Jamani, wakati mwingine kuna vitu ambavyo za kusukuma uende ufanye kitu. Wakati unagundua kama umechelewa. Unajua mwishowe kwa sababu ya saa. Samsoni anajipata sasa ametoa siri yake. Kwa nikifundisha men fellowship, kiambia wanaume mtu asikujaribu kwa nyumba bali mke wako, na ujaribiwe utoe pesa zote, umwambie sasa ndio hizi, mimi sasa nitakuwa nikikuomba fare, nikitaka kwenda mahali wewe unanipea tu fare. Najua nakuamini sana, usijaribiwe. Mwanaume toa pesa lakini bakisha pesa. Kuna vitu vingine ukienda kuambia kwa bibi yako kwamba nataka nipatie wikisi hiki 200. Hiyo mama ni wazuri. Lakini niende tu niambie bibi yangu nipatie 200. Nataka kupatia wiki hana fare. Bali wakati unaenda kazi, yeye anakuambia wapi? Unampesa. Kwa hivyo sisi tunapotoa pesa, hata mimi pasta ninatoa na zingine nabakisha kidogo. Naambia mimi sina kitu. Wala mix observation. Observation ndio bora hii. Kulingwa msalitira kwa geti mkele anasema huyu ni sister yangu. Na chini wanapita wanaenda. Uongo wa Bible. Hapana uongo wa ukora. Sasa hapana fanya hivyo. Samsoni akatoa siri yake. Akasema ukininyoa tu hii nywele sasa mambo yameisha. Wakati walinyoa tu nguvu zikaisha. Sasa yule mwanamke ambaye alisema wewe ninakupenda kama ni babe, yeye sasa ndiye alikimbia akamwambia leo nimemuweza kujeni. Nilikuwa nauliza baba yangu. Alikuwa anaitwa Kafa na alikufa. Nikamuuliza mzai, mbona watu waliamua kwamba tuwe tukioa watu ambao sio wa ukoo yetu? Kwa nini tusioane tu? Kama waedu unatafuta tu kazini yako unaishi. Kuna siri. Yaani hao watu wakasema adui. Na Biblia inasema mwishi nao kwa akili. Ndio mkeli. Yaani Samsoni wakati alisema tu kwamba sasa nimejua siri yake, yule mwanamke alikimbia mbio. Halikimbia kaenda. Kwa shida gani bwana? Hakaenda sasa wakati alienda
Amina. Asante, Bwana asifiwe. Nisamini upendo wa Yesu, Bwana asifiwe. Waligundua kwamba sasa tumemweza. Jamani, kuna wakati ambapo watu wanaweza kusema amekuweza. Kuna mahali unaweza kufika, watu wamekufikisha mpaka waseme mambo yetu na yeye tumemaliza. Lakini furaha yangu kwa Jehova ni kwamba wakati watu wanakumaliza, Mungu anaanzia hapo. Wakati watu wanafikisha mwisho, hapo ndio mwanzo wa Mungu. Natangaza habari njema ndani ya kanisa la Kamimoro ya kwamba mahali umefika, hiyo ni mwanzo ya Mungu. Mungu anaenda kuanzia hapo. Mungu anaenda kukuinua, Mungu anaenda kukubariki, Mungu anaenda kukufanya kuwa tajiri na vitu vingi katika jina la Yesu. Biblia inasema Samsoni hata kama alifanyiwa mzaha, lakini alimwambia Mungu siku moja ya kwamba Baba nisaidie. Na neno la Mungu linasema ilikuwa ni wakati nywele yake ilikuwa imeanza kumea tena. Inamaanisha kuna maisha ambayo watu wanaweza kufikisha wafikiri wamemaliza, lakini itaanza tena. Lakini wakati inaanza na nguvu zingine, inaanza na utukufu wengine. Samsoni anasema aliposhika nyumba, watu walikufa, watu wengi ambao halikuwa hajawahi huwa akiwa mzima. Tunasema ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu, na wakati ambapo kwa sababu ni mwaminifu, yeye anatutetea wakati wote. Hakuna wakati ambapo Mungu atakosa kutetea. Tumalizie tukisema the Philistine rulers gave 7 new post shoes now to Delilah. They also told some of the soldiers to go to Delilah's house and hide in the room where Samson and Delilah were. If the bowstrings made Samson weak, they would be able to capture him. Yani hii maneno wakati mwingine wanaleta kwa maisha, hasa sana ya Biblia. You can imagine Delilah amedanganya Samson, wameenda kwa room moja na kwa room nyingine, kwa sababu amepewa uzi kamba 7, wamemwambia ufunge hizi kamba na sisi tuko tu kwa hii room. Wakati tutamshutua kwamba tunakuja, kama atakuwa nguvu zitaishia, basi tutakuja. Inamaanisha kwamba wakati ambapo mahali popote huko mtu wa Mungu, kuna watu wanakaa mahali na wanakuwinda. Yani wanakuwinda tu, wanakuangalia tu, hata wakati mwingine wanakushtua. Unaona wakati mwingine mtu anashtuliwa na magonjwa, unashtuliwa na kukosa kulipa nyumba, ndio ndio anakuja na mkofuri mbili, anataka afunge. Wanakushtua waone nguvu zako zikoaje. Kwa hiyo jipatikane nguvu zako zimeisha, basi sasa unashika. Unaona mtu Mkristo ameshtuliwa na shida mpaka sasa ameamua, amesema kama mtu mmoja bila amesema hapo, nikitafuta kuku moja na niende kwa mganga, basi mganga atanisaidia. Yaani ameshtuliwa na magonjwa, ameshtuliwa na shida, ameshtuliwa na umasikini, ameona sasa mganga ndiye ataweza. Acha nikwambie, huyu hawezi. Ule anaweza ni Mungu. Simama kwa miguu yako, tumwambie Mungu ndiye anaweza. Inua mikono yako mbele za Baba yetu mbinguni. Tumwambie Mungu ndiye anaweza. Najifunza katika somo hili ya kwamba ni vyema tuwe waaminifu. Ni vyema tuwe waaminifu. Ni vyema tuwe watu ambao tunatii sauti ya Bwana. Tujifunze kwa somo hili makosa ambayo tumefanya kana kwamba tumejificha. Jamani, Mungu anatuona. Kuna watu wametufikia. Hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani. Hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, jibu haya sana. Hata kama mambo
Unaweza mwambia wewe kama mmoja kanisa kuombea. Baba Baba nikunasimamia wewe. Bwana kuweka miako tetee.
wa 6 ni mwezi wako. Baba Baba kutende mazuri. Kuna mahali ambapo ulikuwa umekwama. Lakini Baba atakusaidia. Bariki kwa neema yako Bwana. Asante Bwana. Wasaidie Yesu. Wasaidie kuabudiwa. Wasaidie kusifa Bwana. Wasaidie mchana huu leo Jehova. Wasaidie Jumapili hii Jehova. Tukuhitaji Bwana. Tukuhitaji Yesu. Naisi Roho Bwana akizungumza na kanisa. Nyumbani mwa Bwana. Kuna watu wachache ikiwa nahitaji njoo hapa mbele tuombe pamoja na wewe. Kanisa tu nguvu za Roho Mtakatifu sikini julisha kwamba kuna watu ambao nataka kuomba pamoja nao. Kuna mashini kwa imekwama mahali Baba anataka afungue sasa hivi. Nywele yako inafaa ianze kumea tena katika jina la Yesu. Chukua hatua ya haraka, njoo hapa kwa sababu tuombe pamoja nawe ukiwa na hitaji. Na Bwana anakusaidia katika jina la Yesu. Riparabushiki, asante kwa wale mmefika katika utukufu wa nguvu za Roho Mtakatifu. Baba ananena pamoja na mtu nyumbani mwa Bwana. Kwa jina la Yesu nataka niombe pamoja nawe. Na isi Baba akikufungua katika jina la Yesu. Penzi ya Mungu ni ya jina. Riparabushiki. Songa hapa kwa mazabao, songa mbele ya jina la Yesu. Nguvu za Roho walio nyuma iweni mikono zenu katika jina la Yesu kwa imani moja kwa upendo wa Yesu Kristo. Baba anaenda kutenda ishara zake na miujiza ndani ya kanisa lake katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu tukushukuru. Sana na huyo na mwenye. Baba, katika jina la Yesu, nimenena neno lako ndani ya kanisa, watoto wako wabarikiwe. Wamekuja kwa madhabahu na mahitaji wabarikiwe. Wako ndani ya kanisa la Mungu, Bwana wabarikiwe. Naomba kwa kila mmoja aliyedaije ndani ya nyumba ya Bwana, baraka za Yesu zikamwonekanie. Bwana, mahitaji mbalimbali ninawaombea. Bali
ninakemea na kukataa nguvu za giza, pepo zote na mipazo na mamlaka ibilisi, ngome zote za mshetani ambao analeta ndani ya nyumba ya Bwana, analeta ndani wa Kristo, analeta ndani ya watoto wako. Ninakemea mamlaka zote, ninaharibu mamlaka yote, ninavunja nguvu zake zote, ninaharibu mamlaka yako ya shetani katika jina la Yesu Kristo. Baba mbinguni, utabariki kanisa, utainua kanisa, kila mmoja abarikiwe, kila mmoja inuliwe katika jina la Yesu. Ninaomba na kushukuru, amen. Tupigie makofi mazuri ili Mungu.